tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri al-Qur'an al-Karim tukiwa katika sura Yusuf. Kwenye darasa yetu ya jana tuliishia kwenye kuzitaja faida tulizozipata kwenye aya zilizopita ambazo tulitangulia kuzisoma, na leo biidhnillah al-Karim tutaendelea kidogo, kisha tupate nafasi ya kuzisoma aya. Tusogee mbele, lakini tutasoma kidogo au tutavuna kidogo baadhi ya faida zilizopatikana kwenye ayati zilizotangulia. Tutakwenda nazo kwa mtiririko. Nadhani jana tuliishia kwenye aya 4 kwenye faida, lakini baadhi yenu wameandika mpaka faida ya 30. Sijui wengine mna faida ngapi? Naam, wewe una ngapi? Lakini sio chini ya 20 kwa walioandika baadhi yao. Sasa leo nitazama kuanzia aya ya 5. Hapana, tulikwenda mpaka kwenye nadhani mpaka kwenye aya ya 5 hivi kwenye fawaidi zake. Faida ya mwisho mlioandika mlisemaje? Lishaitani sulta ala kulli nnas hata aulad al-anbiya, shetani anayo nafasi ya kuingia kwa mtu yoyote na kumtawala mtu yoyote mpaka kwa watoto wa manabii. Ndio hivyo. Katika faida nyingine tunayoipata kwenye aya hizi ni kwamba kutafsiri ndoto ni moja katika ilmu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala huwatunuku waja wake. Wakadhalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wil al-ahadith, na atakufundisha wewe kuzitafsiri ndoto. Kwenye aya 6 hapo, kwa tafsiri ya ndoto ni ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala pia huwatunuku waja wake wema. Al-Imam Ibn Ashur katika maulama wa kaskazini mwa Afrika, Tahir ibn Ashur, ana tafsiri yake inaitwa At-Tahrir wa At-Tanwir. Kwenye tafsiri yake anasema maneno yafuatayo: wa anna ta'bir ar-ru'ya ilmun yahabuhu Allahu ala man yasha'u min salihi ibadihi. Kutafsiri ndoto ni elimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humtunuku anayemtaka katika waja wake wema, akampa anayemtaka katika waja wake wema. Lakini tafsiri za kweli na ndoto za kweli, pamoja na kwamba elimu hii ya kutafsiri ndoto imevamiwa sana na waganga wa kienyeji na wanajimu na makuhani. Kwanza, kuna watu wana tabia ya kudai ndoto za uongo. Mtu kaamka tu akatunga, pengine akaangalia mazingira, kuna kija kitu fulani huko mbele, kuna hiki na hiki na hiki, kutakufa mtu mkubwa. Sijajua wanadamu wafa, asipokufa watu hawamuulizi. Mara ngapi watu sema neno haya alafu hafi mtu katika watu wakubwa wanaodhaniwa? Mara ngapi? Lakini ikitokea kweli kadari ya Allah, hata alisema mtu fulani, lakini kifo ni kitu mutahattim kwa kila kiumbe, kitatokea, awe mkubwa awe mdogo. Sasa kuna watu wana tabia ya kudai ndoto, na ni jambo baya. Yote ni kutengeneza mazingira ya kuaminiwa kwamba wao ni watu wa Mungu. Hilo lipo, lakini pia lipo la watu wenye
kujipa kazi ya kuabiri na kutawili na kuleta tafsiri ya ndoto. Kuna vitabu vimeandikwa mbalimbali, tafsirul ahlami, ta'birur ru'a, na vitabu mbalimbali vimeandikwa na vingine vikinasibishwa na maimamu wakubwa kwamba ukiona hiki na hiki na hiki basi kuna hiki, ukiona hiki, ukiota hiki na hiki basi tafsiri yake ni hii. Vitabu vimejaa tele madukani. Kwa mtu asoma kisha ongeza na ufundi wake, aeleza kwa watu. Kwa ni mambo yameandikwa tayari hapo, ukiyataka utayapata kwenye vitabu na utasema kwa watu. Lakini taabiri ya ru'ya, tafsiri ya ndoto, ina adabu zake na taratibu zake katika sheria. Sio kila ndoto inaletwa tafsiri. Kuna mambo mengine anatakiwa nasihiwe tu aliyoota. Ndoto nyingine hazina maana yoyote, ni upuzi. Wewe mtu mzima waota wapuruka, kila siku watu wafukuzwa, alafu ukimbii, mara utakukamatwa, waota wala mambo ya kiovyo ovyo, waota tu kazi yako. Ndoto zako zote za ovyo ovyo, hakuna hata moja ya maana, kwamba umeota leo nimeota jambo la maana hasa la kukufikirisha, hakuna. Alafu wataka watu kutafsiri ndoto hii maana yake nini? haina maana. adghafu ahlam wama nahnu bitawili alahlami bialimin. Kwa hiyo ni elimu hii Allah subhanahu wa ta'ala watunuku waja wake, na utaratibu ndio ule ule. Ikiwa ndoto njema basi la tuhaddith bihi illa habiban au labiban, na ikiwa ni ndoto ovu basi ista'idh billah, tena temee mate, sasa geuka upande mwingine, wala usimsimulie mtu yoyote, kwa sababu haitakudhuru.